Kwa niaba ya uongozi na kwa heshima kubwa ya mwakilishi wa Mheshimiwa Rais mzee ambaye ni mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam Alhaji Ramadhani Matimbwa na ndio wenye Dar es Salaam wenyewe, kwa heshima zote za uongozi wa hapa na waandaaji, hii ndio atamsimamisha Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega ili aweze kutoa salamu za Mheshimiwa Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abbas, umenipa mtihani mzito kusimama sisi wale ambao watu wepesi baada ya vigogo kama hivi kusimama. Naomba kidogo tukae chini. Kuna jambo linapita kidogo halitaki kidogo. Naona watu wengine wanakimbilia nje kabisa kwa ajili ya mambo fulani yale. Lakini yale hayana neno, yashaandaliwa. Tutulie kwanza. Kila mtu atulie. Naona watu walivyosikia mambo yako nje tayari watu wameanza. Tutulie tu kidogo. Dakika zetu 10-15 tulipishe hili jambo la mwisho inshallah. Tutulieni hapo hapo. Naam. Kunisimamisha hivi katika mhadhara mkubwa kama huu na dua nzito zimesomwa na mahujaji, basi unaweza na wewe ukahiliki bila kujifahamu. Lakini kwa baraka ya dua zilizosomwa hapa na baraka ya msikiti huu ndugu zangu, kuna bwana mmoja alikuwa anasema katika utani kwamba sisi tulikuwa wachezaji mpira zamani, unacheza mpira huko viwanja vidogo, baadaye unakwenda Hailala pale Karume. Sasa ukicheza pale unaonekana wewe alhamdulillah. Baadaye mechi zikahamia National Stadium. Sasa katika misikiti ya Dar es Salaam msikasirike Sheikh Mkoyogole, hii ndio National Stadium. National Stadium ya misikiti ni Mtoro. Hivyo ndivyo ilivyo, tukubali, tukatae, tufanyeje, ndio hivyo. Na kwa sababu Mtoro uko Kariakoo na Kariakoo ndio kila kitu. Na siye ndio wazaliwa wa Kariakoo. Sasa hili jambo linafanyika Kariakoo, basi kwa ujanja ule wa Kariakoo ndio maana basi kapata kiburi cha kunisimamisha mimi. Sina ujuzi mwingine wowote zaidi ya huo Kariakoo wangu. Sasa kwa baraka za Kariakoo na Dar es Salaam, jambo hili limefanywa mahala pazito kama hapa, na ni jambo ambalo huko nyuma likifanyika kwa wazee wetu. Kidogo hapa katikati tumepotea dira. Isiwe leo tu, iwe ni hii kanuni kwamba imeanzishwa rasmi, mahujaji wakitoka hija waje hapa National Stadium, tufanye dua kama hii kubwa kabisa. Mkusanyiko kama huu na vyombo vikichukua, watajua kwamba Dar es Salaam ina wenyewe na wenyewe ndio sisi na tupo. Lakini tukikaa nyuma watatu overtake hawa jamaa, alafu tutaendelea kuwa nyuma. Na sisi watu wa Dar es Salaam sio watu wa nyuma. Umesikia Sheikh Kidago sio Tanga, Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndio sisi. Kwa hiyo kwenye hilo tu na ujanja huo, basi nichukue fursa ya kumkaribisha mwanangu. Kwa daraja yake mimi ni mwanangu. Kwa daraja yake waziri kwa nimeweka pembeni. Manake huyu Abdallah bin Hamisi Ulega mtoto wa gerezani. Kakulia Kariakoo. Kafanya kazi mnadani. Kasomea Dar es Salaam. Ndio maana mnamuona kwamba kila wakati anakuwa yuko Mtoro. Hapa ni kwake. Anacheza mchezo wa nyumbani. Sasa kwa kuwa leo anakuja kwa daraja nyingine kabisa. Anakuja kwa daraja ya kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Ndio maana na mimi kwa daraja hii ya watumishi wa wale wazee wa Dar es Salaam. Wazee wa Dar es Salaam wote mimi ndo kitinda mimba wao. Wakaniambia basi wewe utatangulia. Kwa hiyo mimi namshika mkono mwanangu sasa nimkaribishe kwa nafasi yake ya uwaziri ili aje atupe nasaha za kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbal minna wa minkum Hajj Mubarak. Mwenyezi Mungu inshallah taala atukubalie dua zetu zote. Sisi sote tulioshiriki katika jambo hili kubwa na la kheri. Wazee wangu wa Sheikh na waumini wote,
Anwani ya jambo ambalo limetukutanisha leo hapa ni jambo linalohusu kuwapokea mahujaji ambao wamerejea na dua zimesomwa. Sasa kwanza, sisi tumefurahi sana kuwapokea ndugu zetu ambao mlikuwa katika safari ambayo ni safari tukufu. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukupeni afya njema kule mlipokwenda mkatekeleza, na akakupeni uwezo wa kiroho wa kutekeleza. Lakini vile vile si afya tu na uwezo wa kiroho, Mwenyezi Mungu alitujalia na aliwajalia mahujaji wetu uwezo wa kiuchumi uliowafanya mfike kule na mkarejea kwa salama na amani. Sisi tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jambo hilo, na hakika mahujaji mmefaulu. Kwa yote tuliyoyasikia hapa yaliyosemwa na wasemaji, mashekhe zetu, hakika mmefaulu, na tunawaombea wale wote ambao bado hamjajaliwa kupata nafasi hiyo, insha Allah taala, na ninyi mpate nafasi hiyo. Kama ilivyoelezwa, nimetumwa mara baada ya uongozi wa msikiti wa Mtoro kiongozwa na shekhe wetu Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhan na jopo lake, nilimwalika Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuja mahala hapa kushiriki na Waislamu kwa ajili ya kuwakaribisha mahujaji wetu. Hakika Mheshimiwa Rais ameupokea mwaliko ule kwa mikono miwili, na katika salamu zake alizonielekeza nizihudhurishe siku hii ya leo hapa msikitini, la kwanza, anatoa shukrani nyingi sana kwako Sheikh, na anatoa shukrani kwa jopo zima la msikiti wa Mtoro, na anatoa shukrani kwa taasisi zote zilizofanya kazi ya kuwasafirisha mahujaji wakafanya ibada ile kwa hakika na kurejea kwa salama na amani hapa nyumbani. Lakini baada ya shukrani, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakupongeza sana Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhan na jopo lako lote, mnafanya vizuri sana, mnaifanya kazi yenu ya kuwaongoza watu katika imani kwa hakika kubwa sana. Jambo la namna hivi nalolifanya hapa, ukilitazama kwa macho ya karibu karibu, kwa kweli unaweza usielewe, lakini kwa hakika mnafanya mambo makubwa.
Taasisi zimejaa hapa na zote mmezipa nafasi ya kusalimia. Ninyi kwa maelezo niliyopewa na Mheshimiwa Rais ni kwamba mnaweka ule msisitizo. Kina mama, na kuombeni, kuna salamu kidogo za Mheshimiwa Rais tuzisikilize, na hisi kama mnakula, ndio Sasa ili nyie mtulie, ni salamu nzito kidogo hizi. Hebu nikusomeeni dua kidogo, inshallah. Kila kina mama ambaye hajaolewa Mungu ampe mume, na yule ambaye mumewe ana mume mmoja apate wa pili. Nafikiri sasa mtanyamaza Basi tulieni hapo hapo, msiongee hata kidogo, uheshimuni. Kuna salamu za Mheshimiwa Rais, tafadhalini kina mama. Takabalallahu minna wa minkum. Basi Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu hizi zote inshallah. Nukta niliyokuwa nayo ilikuwa inahusu pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwamba kazi inayofanywa na viongozi wa msikiti wa Mtoro ni kazi kubwa, na kwa hakika ni kazi ya kupigiwa mfano. Leo zimekusanyika taasisi zilizojaaliwa kuwasafirisha mahujaji, na watu wote tumeungana katika kuliombea taifa letu hapa na kumwombea Mheshimiwa Rais wetu na viongozi wetu na kujiombea na sisi wenyewe. Hii ni kazi ya kuleta umoja. Hii ni kazi ya kuleta maridhiano. Hii ni kazi ya kusisitiza juu ya mshikamano. Na katika haji ni hakika kwamba watu huungana. Mashekhe, hatukubaguana kwa umri, hatukubaguana kwa rangi ya mwili yetu, hatukubaguana kwa vyeo vyetu, na wala hatukubaguana kwa uwezo wa mali. Hakuna amjuaye tajiri ni yupi, wala hakuna amjuaye maskini ni yupi. Tumeungana katika jambo moja tu la kumwomba Mwenyezi Mungu atusame na atupe yaliyo ya kheri yote, ikiwa katika kutimiza amri ya kwake yeye mwenyewe. Basi katika mazungumzo aliyoelekeza Mheshimiwa Rais ni hili la kuwapongezeni mahujaji kwa kuwa mmefanya jambo kubwa na mmekwenda kwa salama na amani na mkarejea nyumbani kwa salama na amani. Na katika kusisitiza hilo akawapongeza pia na viongozi na waumini wa msikiti huu wa Mtoro kwa kazi hii kubwa ya kuwaunganisha watu. Na katika salamu zake pia Mheshimiwa Rais amenielekeza ya kwamba kazi ya kuliombea taifa letu kama ilivyosemwa hapa na mashekhe kwamba hujaji ama mtu ambaye kwamba amehiji, hakuna zawadi nyingine yoyote Mwenyezi Mungu atampa isipokuwa ni pepo, kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtu huyo ameifanya hija yake kwa yakini yenye kumtumainia Mwenyezi Mungu, basi kwa maneno hayo Mheshimiwa Rais anawaombeni: moja, muendelee kuliombea taifa letu liendelee kudumu katika umoja, liendelee kudumu katika mshikamano, liendelee kudumu katika amani na utulivu.
Na mbili, Mheshimiwa Rais anawaomba sana ndugu zetu mliotoka haji muendelee kuishi katika manufaa yale mlioyapata na elimu ile mlioipata. Muishi hivyo katika jamii zetu, muishi mkihimiza umoja, muishi mkihimiza amani, muishi mkihimiza utulivu kwa watu wote bila ya kumbagua mtu yeyote kwa dini yake, kwa kabila lake, kwa kimo chake, kwa uwezo wake. Kwa maana hayo ndiyo mafunzo ya jambo kubwa mliotoka kulitekeleza la hija. Ndugu zangu, mara baada ya kufikisha salamu hizi za Mheshimiwa Rais, nirejee tena kumwomba Mwenyezi Mungu akukubalieni wenzetu mliobahatika mwaka huu kuhiji Maka, na wasame dhambi zenu zote, na atukubalie na sisi dua zote tulizoshiriki hapa leo, na insha Allah taala iwe kheri kwa nchi yetu na kwa viongozi wetu wote, na iwe kheri kwa sisi wananchi wa taifa hili la Tanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam, nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Sheikh Abdallah Ulega kwa salamu hizo, na hapa ndiyo mwisho wa shughuli yetu.